Tuingie sehemu fulani kwa shule ya Nabohisa. Tukuje kupata timu moja ambayo imejihami, timu zikiwa ni timu mbili, timu ya Kachuma na timu ya Nabohisa. Wamejiandaa vyema. Kunao makocha na refari aliyopo. Refari anaitwa Mtukufu 12, bali kocha watajitambulisha kwa majina yao wenyewe, watajulikana. Mwanzo bado hawajanifahamisha, lakini tuko live hapa na Nabohisa. Mwanzo tumeandaa mpira wetu kabambe. Wacha tuone kocha mmoja atupe jina lake kamili alisia tukaweze kujua. Wacha tuanze na kocha wa Kachuma. Majina naitwa Sus. Mkoja wa timu ya Kachuma. Tumekuja kucheza hapa na Nabohisa. Lazima tutashinda hii kombe. Moja kwa moja tuweze kuingia kwa timu ya Nabohisa, tuweze kupata kocha atupe taarifa hii moja kwa moja pamoja na majina yake kamili, tuweze kumkaribisha kocha wa Nabohisa. Asante sana. Kwa majina naitwa Chris. Timu ya Nabohisa tunajiandaa kuingia kwa uwanja, lakini mimi naona tunaweza shinda hii kombe. Tunaandaa kwa hii kiwanja. Tukuja kupata referee kati ya hii timu ya Nabohisa na Kachuma, akaweza kujitambulisha kwa majina yake, ndipo tuweze kuanza mpira huu rasmi. Ataweza kujieleza kwa majina yake mwenyewe, bali si mwingine, anaitwa mwenyewe. Ataweza kusema majina yake kwa mwanzo, ziwezi kila mtu aliumbwa na mdomo wake. Ataweza kusema kwa kinywa chake mwenyewe, bali si mwingine, bali ni Mtukufu 12. Ni mimi huyu hapa, naenda kurefu mpira ya Kachuma versus Nabohisa. Okay, tunawakaribisha nyinyi wote. Hii timu itakapoanza, Mungu aweze kuwabariki na akaweze kuwaongoza kwenye huo mpira. Mtakapoanza, Mungu awasimamie kwa kila jambo. Timu hii imejitolea kupata kikombe. Wacha tuone imani yao itaweka wapi. Mwanzo wakiwa pamoja na kocha referee ambaye jina lake ni Mtukufu 12. Wacha tuone huu mpira utachezwa namna gani hapa. Watu wanajiandaa hapo, tuweze kuona. Okay, inaonekana wamejipanga bila kupoteza wakati. Hapa ni firimbi itakapolia, hakika waweze kuingia kwa uwanja. Firimbi inalia. Wacha tuone wapi hapo. Mmoja anaanguka chini, bali refari mpira unachezwa.
Rimbi inalia. Wacha tuone ni nini kilichotokea. Mpira wanarudi tena. Mwanzo walikuwa wameenda half na wamerudi tena bila kupoteza wakati wowote kwenye huu uwanja. Wanajipanga pale waweze kumaliza huu mchezo. Wacha tuone chenzi wamejiandaa hapo. Mpira kwa sambamba, mpira unaanza. Tunamkuta Zani Pedro anauchenga moja, anaupeleka mpira na ukawa kule. Anapatana na jamaa moja hapo anaitwa Kenson anaupika mpira. Mpira unatoka nje. Zani Pedro anapita na mpira huo. Anauweka chini kicha, anaupiga gol, anaupiga teke. Kicha mpira unachengwa. Piga mizi huyu anaitwa Dani. Ananyang'anywa mpira hapo. Mpira unapigwa nje. Zani Pedro anajipanga pale nyuma, kisha anaupiga mpira. Wanauchenga mpira timu ya Kakchuma na Nambohisa. Anauchenga mpira Zani Pedro akiwa ni wa timu ya Nambohisa. Anauchenga mpira kupeleka timu ya Kakchuma, lakini mpira unatoka nje. Referee naona yupo sambamba pale, anaangalia kweli kweli pale. Mpira unachengwa tena. Unaopeleka mpira unachengwa tena kwa tena, kisha mpira huo unapelekwa unachengwa pale. Goal! Timu ya Kakchuma imeweza kupata bao moja, imepiga bao timu ya Nambohisa. Huu mpira unakuwa finally kiwatakaza mwisho pale. Referee anasema mpira wacha tusikie pale. Referee anasema FIAR. Sasa anasema FIAR, wacha twende kwa FIAR hapo kwenyewe. Referee anaangalia mpira huo. Referee anasema ameangalia kwa FIAR akaona haikuwa offside, ilikuwa ni goal. Sasa hii timu ya Kakchuma imepata goal. Wanasherekea, wanashangilia wale timu ya Kakchuma. Tunawaona jinsi wanapocheza, wana furaha kubwa sana kushinda timu ya Nambohisa. Hapa Zani Pedro aliyepiga goal anaenjoy na timu yake ya Kakchuma. Referee anauchukua mpira. Referee anasema mpira umeshaisha kwa sababu timu ya Kakchuma imeshinda timu ya Nambohisa. Hapa jinsi mlivyoona live, mko chenga. Hii timu imekuwa kali sana vinoma, na Zani Pedro akiwa ndiye aliyefanya maafa. Wacha tuseme maafa, lakini ni goli iliyopigwa, ilikuwa goli deadly, ilikuwa goli ya maafa ambayo ilisababishwa timu ya Nambohisa kushindwa na yeye kuepuka kuwa mshindi wetu siku ya leo. Zani Pedro alipopiga goal final Zani Pedro